الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tulielezea wiki iliyopita mukaddima wa nawaqid al-Islam. Tukaeleza an-naqidul awwal kwamba ni ashirku fi ibadati llahi ta'ala, ni kufanya ushirikina katika ibada ya Allah mtukufu. Na tukaelezea kwamba katika ushirikina wa hatari au katika sampuli za ridda kutoka katika Uislamu ni ushirikina. Ushirikina ndio akhtaru anwa'i ridda, wa huwa an ya'buda ghayra Allah bi ayi naw'in min anwa'i al-ibadat, ni kumwabudu mtu asiyekuwa Allah kwa sampuli yoyote katika sampuli za ibada, biddu'a, bidhabhi, binnadri, bilistighatha, bilisti'ana fima la yaqdiru alayhi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akielezea na kutahadharisha hatari ya ushirikina, qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehe kushirikishwa na kitu kingine, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe dhambi iliyo chini ya hiyo kwa anayemtaka. Yakulu Sheikh Al-Fawzan, hadha yadullu ala anna ash-shirka huwa a'zamu adh-dhunub. Hii inafahamisha kwamba ushirikina ndio dhambi kubwa sana, bihaithu inna Allaha la yaghfiru li sahibihi illa idha taba minhu, kwa sifa kwamba Allah hamsamehe mwenye ushirikina isipokuwa akitubia. Mshirikina akitubia na dhambi yake hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe. Wa yaghfiru ma duna dhalik, ay ma duna shirki, Allah anasamehe dhambi iliyo chini ya ushirikina, kazina wa shurbil khamri wa sariqa wa akli riba, kuzini, kunywa tembo, kuiba, kula riba. Hadhihi kulluha duna shirki, haya yote ni madhambi ambayo yako chini ya ushirikina. Wa hiya dakhilatun tahta almashia, na haya madhambi haya yanaingia chini ya mashia, kutaka kwa Allah. Yani mtu akifa hajatubia na dhambi ya zina, au hajatubia na dhambi ya kunywa tembo na dhambi ya kuiba na kula riba, huyu anakuwa tahta almashia. Allah akitaka atamsamehe na akitaka atamwadhibu, kisha baadaye amtie peponi, kwa sababu bado ni muwahid, hajafa na dhambi ya ushirikina. يقول وهي داخلة تحت المشيئة وأصحابها أصحاب كبائر وهم فساق. wenye madhambi hayo ni wenye madhambi makubwa na ni mafasik, ni watu wa maasiya. Walakinnahum lam yaqa'u fi shirki, lakini hawajaingia katika ushirikina. Wa innama waqa'u fil kabair, hawa wameingia katika madhambi makubwa. Fahiya tanqusu imanahum, madhambi hayo yanapunguza imani yao, hayatoi katika dini, lakini madhambi hayo yanapunguza imani yao. Wa yuhkamu alaihim bilfisqi, na wao wanahukumiwa kwa maasiya, kwamba ni watu wa maasiya, ni fusaq. Walau matu walam yatubu fa innahum tahta almashia, lau watakufa na hawajatubia madhambi hayo makubwa, wao watakuwa chini ya mashia,
إن شاء الله غفر لهم بما معهم من التوحيد وإن شاء عذبهم بذنوبهم. الله akitaka atawasamehe kwa sababu ya walio nayo, kwa sababu ya tauhidi walio nayo Allah atawasamehe. Wa inshaa, na akitaka adhabahum bidhunubihim, atawadhibu kwa madhambi yao. Thumma maaluhum ila aljanna, kisha mwisho wao ni peponi. Bitauhidi alladhi mahum, kwa ile tauhidi walio nayo. Hadha maalu ashabi alkabair allati duna shirki. Haya ndiyo marejeo na mwisho wa wenye madhambi makubwa ambayo ni chini ya ushirikina, wasipotubia na madhambi hayo. Wasipotubia na madhambi hayo, wakafa kabla hawajatubia, wanakuwa tahta almashia. Allah akitaka atawadhibu, akitaka atawasamehe, awatie peponi moja kwa moja. Akitaka atawadhibu kwanza, halafu mwishoe atawatia peponi, kwa sababu ya ile tauhidi walionayo. Hawakufa katika ushirikina, walikufa katika kabair, madhambi makubwa tu. Qawluhu wa yaghfiru ma duna dhalik dalla ala anna jami'a adh-dhunubi kulliha duna shirki. Hii inafahamisha kwamba Allah anasamehe madhambi yaliyo chini ya ushirikina yote. Allah anayasamehe madhambi yote ambayo ni chini ya ushirikina. Wa anna shirka huwa a'dhamuha wa akhtaruha, na kwamba ushirikina ndiyo dhambi kubwa sana na ndiyo ya hatari. Fadalla ala khuturati shirki wa annahu a'dhamu adh-dhunub. Kwa hii inafahamisha hatari ya ushirikina na kwamba ushirikina ndiyo dhambi kubwa zaidi kuliko madhambi mengine. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. mwenye kumshirikisha Allah na kitu kingine, Allah amemharamishia pepo. Ni haramu kuingia peponi mshirikina. Wa ma'wahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Wa mali dhalimina min ansar, na washirikina hawana wenye kuwanusuru. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله هذه عاقبته في الآخرة. هو ndio mwisho wa mshirikina huko akhira. أنه حرم عليه الجنة أو أنه حرم عليه الجنة، الله أمم حرمشي بيبو، أو أنه حرم عليه الجنة أم حرمشي بيبو، يعني منعه من دخولها منعا باتا مطلقا. الله ممزوية كوينجي بيبوني كوزوية مطلقا لا مطمع له فيها، hana tamaa ya kuingia peponi. Aina yadhhab, anakwenda wapi? Idha lam yakun min ahli aljanna fa aina yadhhab, asipokuwa katika watu wa peponi anakwenda wapi? Yasiru adaman, la, ma'wahu an-naru khalidan mukhalladan fiha, makazi yake ni motoni, hali ya kukaa milele, hali ya kuwekwa milele motoni. Sababu Allah amemharamishia pepo huyu aliyekufa na ushirikina. وما للظالمين من أنصار يعني المشركين، وشركين هوانا wenye kuwanusuru. لأن الشرك ظلم وهو أعظم الظلم، sababu ushirikina ni dhulma na ndiyo dhulma kubwa. kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. المقصود بالظلم هنا الشرك.
alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ay bishirkin. idhan lianna ash-shirka dhulmun wa huwa a'zamu adh-dhulmi ma lahum min ansar. Washirikina hawana wenye kuwanusuru. Ma ahada yastati'u an yukhrijahum minan nar, hakuna yoyote anayeweza kuwatoa washirikina motoni. Au yashfa'a lahum inda Allah, au awaombee shafa'a kwa Allah, kama yushfa'u li ahli al-kaba'ir, kama watakavyoombewa shafa'a watu wenye madhambi makubwa. Wa yakhrujuna minan nari bishafa'a, na watatoka motoni kwa sababu ya shafa'a hiyo. Haulai la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, hawa haitawanufaisha shafa'a ya wenye kuwaombea. Wala hakuna atakayewaombea washirikina. Hawa la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, wala hakuna atakayewaombea washirikina. Mtume sallam atawaombea hata ashabal kaba'ir, wenye madhambi makubwa, wale waliostahili kuingia motoni. Mtume atawaombea wasiingie motoni, lakini sio washirikina. Washirikina hata waombea yoyote, sababu sharti ya kuombewa shafaa hawana washirikina. Sharti ya kuombewa shafaa katika masharti ni kwamba Allah amridhie yule anayeombewa shafaa. Lakini hawa hawaridhiwi na Allah subhanahu wa ta'ala, washirikina. Wala yashfa'una illa liman irtada. Sasa hawa hawana radhi ya Allah, Allah hawaridhii kwa sababu ni washirikina. وما للظالمين من أنصار أي المشركين. وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. مشركين هنا مpenzi ولا هنا شفيع ambaye atatuiwa. المشرك لا تقبل فيه شفاعة والعياذ بالله. مشركين hakubaliwi shafa'a. ومأواه النار, makazi yake ni motoni, yani maqarruhu. Wa bi'satil ma'wa, bi'satil ma'wa hadhihi al-ma'wa, marejeo mabaya na makazi mabaya ni hayo ya motoni. Laysa lahu ma'wa ghayruha abadal abad, hana makazi mengine mshirikina milele, ni motoni tu. Fadhambun hadha khataruhu وهذه عاقبته هل يجوز تجاهله وعدم معرفته وعدم التحذير منه. dhambi ambayo hii ndiyo hatari yake na huu ndiyo mwisho wake, je, inajuzu kutoijua hiyo dhambi hiyo? Wa adamu maarifatihi wa adamu tahdhiri minhu, na kutokuwa na tahadhari nayo. ويقال اتركوا الناس اتركوا القبوريين وعباد الأضرحة, ووacheni watu, wawacheni hao wanaoabudu makaburi, ubadul adriha. Watruku kulla ma indahu ridda utruku, muache kila ambaye, kulla man indahu ridda utrukuhu, kila ambaye ana ridda muacheni. Maadama annahu yadda'i al-islam fa huwa muslim, muda kwamba anadai uislamu, yeye ni muislamu. Wawajihul malahida, nyinyi wakabilini wale malahida, wale wasio na dini, wale wanaopotoka katika dini. Lakini hawa waacheni waabudu makaburi, maadamu wadai uislamu, msiwakaripie. Sio hivyo, sio hivyo, uislamu si hivyo. Juzi baada ya khutbatul Jumaa, mmoja akanifuata, bwana nazungumza na wewe. Haya, subhanallah, haya kuna nini? Akaja pale, wewe wakufurisha waislamu bwana, wewe wakufurisha waislamu bwana, umetoa khutba nzima wakufurisha mashia.
mtu jahil kiasi hicho. Halafu anasema mimi sina ilmu, lakini wewe umekufurisha. Jambo la kufurisha ni la Allah peke yake, wewe umekufurisha mashia. Naambia kumbe una ilmu, mbona wanikabili hapa mimi? Kama wewe huna ilmu, kaa kule na ujinga wako usikilize. Mimi sikufurishi waislamu, na kufurisha makafiri. Hawa ni makafiri, hawa ndio wanakufurisha. Na nikakwambia mashia ni waislamu. Nikamwambia hawa mashia dini yao imesimama kwa ushirikina. Badala ya kusema ya Allah wasema ya Ali ya Hussein. Hawasemi hivyo? Wasema. Sasa hapo pana uislamu hapo? Je, mashia wasali kama tunavyosali sisi? Sasa wasema la ilaha illa Allah. Naambia la ilaha illa Allah haina vitenguzi. Mtu akisema la ilaha illa Allah hata akiabudu mti pia la ilaha illa Allah inamfaa. Mimi sijui hivi. Tunaambia basi soma kwanza, nenda kasome. Namwambia ndio maana tumetoa hutuba kwa watu kama nyinyi mnaowatetea mashia. Mmemwambia hivi hivi. Naam. Sasa kuna baadhi ya waislamu ni hivyo, sio peke yake yule bwana. Si peke yake, ni wengi hao. Mashia sema la ilaha illa Allah. Sasa wakisema la ilaha illa Allah haina nawaqid. Sasa ndio haya anasema Sheikh Al-Fauzan. Na nimwekea hutuba ijayo, sije atakuja yule bwana insha Allah. طيب. قال الشيخ رحمه الله نقول الشيخ الفوزان يقول نقول هؤلاء أشد من الملاحدة وأخطر من الملاحدة. هؤلاء وشركين ni hatari sana kuliko hao malahida. Ni waovu sana kuliko malahida, ni wahatari sana kuliko malahida hao washirikina. Sababu hao wanadai kwamba ni waislamu. Malahida wao wameshajitenga kwamba sio waislamu, hawana dini, hawaamini kitu, lakini hao wanadai kwamba ni waislamu hao washirikina. Kwa hiyo hawa ni hatari sana kuliko hao malahida. ثم قال رحمه الله ومنه الذبح لغير الله. na ni katika ushirikina kuchinja kwa asiyekuwa Allah. Kama yadhbahu liljinni, kama anemchinjia jini, au lilqabri, au anayechinjia kabri, ni ushirikina. Sababu kuchinja ni ibada. Kuchinja mnyama ni ibada. Mtu anajikurubisha kwa Allah kwa mnyama yule, akamtoa sadaka, ni ibada kuchinja. Kwa mtu anapomchinjia jini tayari ameifanya ibada ile kwa asiyekuwa Allah, ni mshirikina. يقول الشيخ الفوزان الشيخ رحمه الله ذكر هذا المثال لأنه واقع. الشيخ رحمه الله ametaja mfano huu kwa sababu unatokea. Wayatasahalu nnasu fihi, na watu wanafanya tasahul. Wayadhbahuna lighairi llah, wanachinja kwa asiyekuwa Allah. Yadhbahuna liljinni ittiqaan lisharrihim, wanamchinjia jini kwa ajili ya kuogopa shari zao majini. Wayadhbahuna lahum, wanawachinjia wanyama. Min ajli alilaji washifa, kwa ajili ya matibabu na kuponeshwa na hayo maradhi walionayo. Kwa hiyo yatasahalu nnasu fi hadha, watu wanafanya tasahuli kubwa kwa jambo hili la kuchinjia majini. Jini ataka ng'ombe, achinjiwa ng'ombe. Jini ataka mbuzi, achinjiwa mbuzi. Yakulu wa huwa kathiru alwuqu, jambo hili linatokea sana. Ma annahu shirkun akbaru yukhriju min almilla, kwa kwamba huu ni ushirikina mkubwa unaomtoa mtu katika dini. Wama huwa sahal, si jambo jepesi. Yakulu lahu shaitan idhbah kharufan, chinja kondoo. Idhbah dajaja, chinja kuku. Hadha sahal, walakin la yanzuru ila shirki. فالذي ذبح ذبابا دخل النار ليس النظر إلى المذبوح. haiangalii kile kinachochinjwa udogo wake. Hata mtu akichinja dhubab, nzi,
kwa sababu ya kumchinjia jini ni mshirikina. Si kwamba yaangaliwa ule ukubwa wa kile kitu. Ndio laysa an-nadharu ila al-madhbuh wa innama an-nadharu ila al-aqida. Inayoangaliwa ni aqida, amechinja kwa sababu gani? An-nadharu ila niyyati al-qalbi, inayoangaliwa ni nia ya moyoni. An-nadharu ila adami al-mubalati bishirki, inaangaliwa watu kutojali ushirikina. Laysa an-nadharu ila qimati al-madhbuh, si inayoangaliwa ni thamani ya yule aliyechinjwa, yule mnyama. Falladhi dhabaha dhubaban dakhala an-nar, aliyechinja nzi kwa ajili ya asiyekuwa Allah kwa sababu ya ushirikina ataingia motoni. An-nasu yatasahaluna fi hadha min ajli an yaqdiya hajatahu, watu wanafanya tasahul katika jambo hili kwa sababu huyo jini sababu yatekeleze haja zake, au yulimahu shay'al ghaib, au amjulishe hicho kitu kilicho mbali, au yukhbirahu anil mali al-mafqud, au amwelezee mali hiyo iliyokosekana, au ghairi dhalik min al-umuri allati yas'aluhu anha, na mengineo katika mambo ambayo wanamuulizia huyo shetani au jini. Fayakhruju min dinihi, mtu anatoka katika dini yake, wali'iyadhu billah, wayartaddu fi shay'in yadhunnuhu annahu sahal, mtu anaritadi, anatoka katika dini katika jambo ambalo analidhania ni jepesi. Fal amru khatirun jidda, jambo la ushirikina ni jambo la hatari sana. Aadhana Allah wa iyyakum min ashirki. Athani, an-naqibu athani, kitenguzi cha pili cha la ilaha illa Allah, man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasaita, man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasaita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alayhim kufrun au kafara ijma'a, mwenye kujalia baina yake na baina ya Allah wasait, vitu vikati na kati, vitu vya kati na kati. Yad'uuhum, anaviomba. Yas'aluhum, anaviabudu na kuviomba vitu hivyo. Wayatawakkalu alaihim, na anavitegemea hivyo wasait. Mtu akijalia baina yake na baina ya Allah wasait, iwe ni vitu, iwe ni watu. Yad'uuhum, anawaabudu. Wayasaluhum, na anawaomba. Wayatawakkalu alaihim, na anawategemea. Kafara ijma'a, mtu huyo amekufuru kwa itifaki ya maulama. Hadha naw'un min an-naqidh al-awwal, hii ni sampuli katika kile kitenguzi cha kwanza. Wa huwa alladhi yaj'alu bainahu wa baina Allahi wasait, ni yule mtu ambaye anajalia baina yake na baina ya Allah wasait. يقول ولكن الشيخ أفرده وجعله نوعا مستقلا لكثرة وقوعه, lakini الشيخ رحمه الله amekitenga hiki, amekijalia ni sampuli pekee kwa ajili ya kwamba inatokea sana hii mtu kufanya wasait. Lianna hadha yaqau mimman yad'una al-islam, jambo hili linatokea kwa wale wanaodai Uislamu. Wa hadha kathirun 'inda al-quburiyin, jambo hili ni sana kwa wale kuburiyin wanaoabudu makaburi. Yataqarrabuna ila al-wali, wanajikurubisha kwa wali. Liyashfa'a lahum 'inda Allah, ili awaombee shafa'a kwa Allah. Au yusila hawaijahum ila Allah, au afikishe haja zao kwa Allah. Au yusila hawaijahum ila Allah bizamihim, au kufikisha haja zao kwa Allah kwa madai yao, kwamba wale mawalii wanafikisha haja zao kwa Allah.
hadha ittikhadhu alwasail min duni llahi azza wa jalla. Hii ndio kufanya wasail badali ya Allah azza wa jalla, yadhbahu lahum wa yanziru lahum wa yastaghithu bihim, anawachinjia hao na anawaekea nadhiri na anawafanyia istighatha hao mawali, hao wasait. halafu wayaqulu hadha laysa bishirki, asema hii sio ushirikina, hadha inma huwa tawassu, hii ni kufanya wasita, kumtafuta mtu wasita bainaka wa baina Allah, yani talaba wasita wa shafa'a tusiluni ila Allah. Asema talabu wasita, hii ni kutaka wasita na shafa'a ambao utanifikisha kwa Allah. Hadha rajulun salihun lahu makana inda Allah, huyu ni mtu mwema, ana daraja kwa Allah. Fa ana ataqarrabu ilayhi, mimi najikurubisha kwake, min ajli an yuqarribani ila Allah, ili yeye anikurubishe kwa Allah. Hadhihi hujjatu, hii ndiyo hoja yake, hii ndiyo hoja yake. Wa hiya hujjatul mushrikin alawwalin, hii ndiyo hoja ya wale washirikina wa kwanza, hii kwamba huyu ni mtu mwema, najikurubisha kwake ili yeye afikishe haja zangu, au yeye yuko karibu na Allah kuliko mimi. Hii ndiyo hoja ya washirikina wa kwanza. Allah anasema walladhina ittakhadhu min dunihi awliyaa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, wale waliofanya badali ya Allah awliyaa, wapenzi, halafu wanasema hatuwaabudu hawa isipokuwa watukurubishe tu kwa Allah, kutukurubisha hatuwaabudu, lakini tumewafanya liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kwa hiyo ndio hii hoja walionayo hawa kuburiyin. Pia wanadai kwamba wale mawalii ni watu wema, wako karibu na Allah, kwa hiyo wanawaomba wale mawalii ili wafikishe haja zao kwa Allah. Wako wapi basi hao mnaowaomba? Wako wapi? Hawapo, washakufa. Sasa majikurubisha vipi kwa maiti? Yaqulun ma ja'alnahum shuraka lillah, hatukuwafanya hawa ni washirika wa Allah, walakin ja'alnahum wasaita yuqarribunana, tumewafanya hawa ni wasait, wakati na kati wanatukurubisha sisi kwa Allah. Wallahu samahu shirka, Allah ameliita jambo hilo ni ushirikina. Jambo la kutafuta wasita na wasait, Allah ameliita jambo hilo ni ushirikina. Qala ta'ala waya'buduna min duni llahi ma la yadhurruhum wala yanfauhum, wanaabudu badali ya Allah vitu ambavyo haviwadhuru wala haviwanufaishi. Wayaquluna haulai shufa'auna inda Allah, na wanasema hawa ni waombezi wetu wa shafaa kwa Allah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, waambie hivi mnamfahamisha Allah vitu ambavyo havijui katika mbingu wala ardhini? Mnamfahamisha vitu hivyo Allah havijui? Kwa hiyo Allah fasamahu shirka, Allah ameviita hivyo, ameita jambo hilo ni ushirikina. Maa annahum yusammunahu tashaffua, pamoja na kwamba hawa wanaita hiyo ni tashaffua, kutaka shafaa, lakini huo ndio ushirikina waliokuwa nao wale washirikina wa mwanzo. Nasema wa hadha huwa alwaqi, hii ndivyo ilivyo. Anna kathiran mimman yad'una alislam, kwamba wengi katika wanaodai Uislamu, wama yafaalunahu ma'al quburi al'an, na wanaoyafanya pamoja na makaburi hivi sasa, yattakhidhunaha wasaita, wanayafanya haya ni makaburi ni wasaita bainahum wa baina Allah, baina yao na baina ya Allah.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فهذه المسألة خفيت على كثير حتى من طلبة العلم. مسألة haya yamejificha kwa watu wengi hata wanafunzi. وهناك علماء يدافعون عن هؤلاء, kuna maulama pia wanaotetea hawa. ويقولون هذا ليس بشرك, wanasema huu si ushirikina. Ashirku ibadatul asnam, ushirikina ni kuabudu masanamu tu, lakini kuabudu makaburi si ushirikina. Kuabudu maiti waliokufa si ushirikina. Baadhi ya watu wanawatetea hawa. Wa haulai ma yaabuduna asnaman, wasema hawa hawajaabudu masanamu. Sheikh yaqul: ya subhanallah, ibadatul asnami naw'un min anwa'i shirki, kuabudu masanamu ni moja katika sampuli za ushirikina. Ashirku huwa ibadatu ghairi llah sawa'un kana sanaman au shajaran au hajaran au qabran au waliya au malakan min almalaika au waliyan min alawliya au salihan min as-salihin. Hadha huwa shirk. Ushirikina ni kumwabudu asiyekuwa Allah, ndio ushirikina. Sawa iwe ni sanamu au ni mti au ni jiwe au ni kabri au ni wali au ni malaika, mmoja katika malaika, au ni mmoja katika mawali, au ni mmoja katika watu wema. Huu ndio ushirikina. Si ushirikina ni kuabudu sanamu peke yake au kuabudu ng'ombe kama baniani. Ushirikina ni chochote unachokiabudu, unachokifanyia ibada za Allah ukakifanyia, ndio ushirikina. Idhan ashirku huwa ibadatu ghairi llahi, ndio ushirikina. Sawa ni mtu au ni jiwe au ni mti au ni sanamu au ni kitu chochote. Walaysa ashirku ibadatu al-asnami faqat, si ushirikina kuabudu masanamu peke yake. Athalithu, kitenguzi cha tatu: man lam yukaffiri almushrikin, asiye kufurisha washirikina, au shakka fi kufrihim, au akitia shaka katika ukafiri wao, au sahaha madhhabahum, au akisahihisha madhehebu yao, kafar, huyu amekufuru. Man lam yukaffiri almushrikin, asiye kufurisha washirikina, au shakka fi kufrihim, au akatia shaka katika ukafiri wao, au sahaha madhhabahum, au akisahihisha madhehebu yao, kafar, huyu amekufuru. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: وهذه المسألة خطيرة جدا. هذه مسألة يهتاري سانا يقع فيها كثير من المنتسبين للإسلام. wanaingia katika masala haya wengi katika wanaojinasibisha kwenye Uislamu. Masala gani? Man lam yukaffiri almushrikin, asiye kufurisha washirikina. Yaqulu: ana walhamdulillah ma indi shirkun wala ashraktu billah walakinna an-nasa la ukaffiruhum. Asema mimi namshukuru Allah, sina ushirikina, simshirikishi Allah na kitu kingine, na watu pia si wakufurishi. Naqulu lahu: anta ma arafta ad-din, wewe hujajua dini. Yajibu an tukaffira man kaffarahu Allah, lazima umkufurishe aliyemkufurisha Allah. Wa man ashraka billahi azza wa jalla, na anayemshirikisha Allah azza wa jalla lazima umkufurishe. Watatabarra minhu, na uepukane naye. Kama tabarra Ibrahimu min abihi wa qaumihi, kama Ibrahim alayhi salam alivyoepukana na baba yake na jamaa zake. Waqala innani bara'un mimma ta'budun,
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أو صحح مذهبهم أو أليسيهش مذهب ياو، وهذه أشد، hili nalo ni kubwa zaidi. Idha sahaha madhhabahum, akiyasahihisha madhehebu yao, yani madhehebu yao ni sahihi akisema hivyo. Au qala fi alladhi ya'malunahu nadhar, au akisema katika hayo wanaoyafanya kuna nadhar. Hadha inma huwa ittikhadhu wasail, hii ni kwamba ni kufanya wasail. Au yaqul haulai juhal, hawa ni wajinga. Waqau fi hadha al-amri an jahlin, wameingia katika jambo hili la ushirikina kwa ujinga. Wayudafiu anhum, anawatetea. Fahadha ashaddu kufran minhum, huyo anayewatetea hao ni kafiri mkubwa zaidi kuliko wao. Limadha? Liannahu sahaha al-kufra, amesahihisha ukafiri. Wasahaha shirka, na amesahihisha ushirikina. Unafahamu? Mtu mshirikina yeye hamfanyi ni kafiri. Mtu ajua wazi kwamba yule ni mshirikina, yule ni mchawi, halafu asema mimi simkufuriki yule. Au akatia shaka kwamba huu ni kafiri kweli au ni vipi, na ajua kwamba ni mshirikina. Sasa huyu lazima akufurishwe huyu mshirikina. Asiyemkufurisha au akatia shaka katika ukafiri wake, na yeye naye ni kafiri. Sasa unafahamu? Naqul fanaqulu lahu kaunuka musliman watabi'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, kuwa wewe ni muislamu na kwamba unamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Warrasulu jaa bitakfiri almushrikin wa qitalihim wastibahati amwalihim wa dimaihim, mtume ameleta jambo hili la kuwakufurisha mushrikin, kupigana nao, kuhalalisha damu zao, mali zao na damu zao. Waqala umirtu an uqatila an-nasa liyaqulu la ilaha illa Allah, nimeamrishwa nipigane na watu mpaka waseme la ilaha illa Allah. Bu'ithtu bisayfi hatta yu'bada Allah, nimepelekwa mimi kwa upanga mpaka aabudiwe Allah. Pia Allah anasema waqatiluhum hatta la takuna fitna. Fitna yani shirki, piganeni nao mpaka usipatikane ushirikina. Wayakuna dinu kulluhu lillah, iwe dini yote ni kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo man lam yukaffiri almushrikina au shakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum kafar. Kwa mshirikina lazima akufurishwe, hakuna kutia shaka, hakuna kutia shaka. Mashia lazima wakufurishwe, hakuna kutia shaka. Nilisikia wapi mashia wakisema ya Allah, ya Rahman, ya Rahim? Nilimsikia shia akasema hivyo. Wao ni ya Hussein, ya Ali, ya Hussein, ya Ali. Ndio ushirikina wenyewe huo. Unataka ushirikina gani zaidi ya huo? الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه, mwenye kuitakidi kwamba usiokuwa muongozo wa mtume sallam ni mkamilifu zaidi kuliko muongozo wa mtume. Au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, au kwamba hukmu ya asiyekuwa mtume ni nzuri sana kuliko hukmu ya mtume. Kadhalik huyu kafar. Kalladhi yufadhilu hukma at-tawaghiti ala hukmihi, kama anayefadhilisha
hukmu ya hawa tawaghit kuliko hukmu ya mtume, fahuwa kafir, yeye ni kafiri. Man i'taqada anna ghayra hadi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akmalu min hadihi au anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Min anwa'i ridda alhukmu bighairi ma anzala Allah, katika sampuli za ridda kutoka katika Uislamu ni kuhukumu kwa isiyo kuwa hukumu aliyoiteremsha Allah. Idha i'taqada anna hadha amrun mubah, lakini hii ni akiitakidi kwamba jambo hili linafaa hili. Wa annahu yajuzu an yahkuma bisharia, na kwamba yajuzu kuhukumu kwa sheria. Wa yujawizu an yahkuma bilqawanini, na anajuzisha kuhukumu kwa kanuni hizi za kilimwengu. Wa yaqulu almaqsudu hallu nizaat, anasema maksudio ya hukumu ni kutatua tu utata baina ya watu na ugomvi baina ya watu. Wa hadha yahsulu bilqawanin, na hili linapatikana pia kwa kanuni hizi za kidunia. Wa yahsulu bisharia, na linapatikana kwa sheria. Fal amru mutasawin, kwa jambo lenyewe ni sawa kwa sawa, kanuni za kidunia na sheria ya Allah ni sawa. Anayesema hivi huyu ni murtad. Naqulu subhanallah, taj'alu hukma at-taghuti mithla hukmi Allah, unaijalia hukmu ya taghut ni kama hukmu ya Allah. Tahkimu shar'i Allah hadha ibadatun lillahi azza wa jalla, kuhukumu kwa sheria ya Allah hii ni ibada ya Allah azza wa jalla. Laysa alqasdu minhu faqat halla an-niza, si maksudio ya hukumu ya Allah ni kutatua utata na ugomvi baina ya watu. La, alqasdu minhu al-ibada, maksudio ya kuhukumu kwa sheria ya Allah ni ibada, bitahkimi shar'i Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuhukumu kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nafsi ya kuhukumu kwa sheria ya Allah ni ibada, si kwamba maksudio tu ni kubainisha hukumu baina ya watu, kuhukumu na kutatua matatizo ya watu. La, kuhukumu kwa sheria ya Allah ni ibada. Wa tahkimu ghairihi shirkun, na kufanya hukumu kwa isiyo kwa sheria ya Allah ni ushirikina. Shirkun fi taa, huu ni ushirikina katika taa. Wa shirkun fil hukmi, na ni ushirikina katika hukumu. Am lahum shurakau shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihi Allah, Allah anasema, au wana washirika wamewaekea katika dini hukumu ambayo hakuiruhusu Allah. Pia Allah anasema, wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun, mkiwatii hao basi nyinyi ni washirikina. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى قوله سبحانه عما يشركون. wamewafanya wale wanawachuoni wao na wale watawa wao, wamewafanya ni arbaban min dunillah, waungu badali ya Allah. Walmasih ibn Maryam, pia wamemfanya ni Mungu. Ila qawlihi subhanahu amma yushrikun, fasamahu shirka, Allah amelitaja jambo hilo ni ushirikina, kuwafanya hao ahbar na ruhban arbaban min dunillah walmasih ibn Maryam. يقول الشيخ الفوزان فالذي يسوي بين حكم الله وحكم الطاغوت, ambaye anafanya sawa baina ya hukumu ya Allah na hukumu ya taghut. Wa taghutu almuradu bihi kullu hukmin ghaira hukmi Allah, kila hukumu ambayo si hukumu ya Allah ndio hukumu ya kitaghut. Kila hukumu ambayo si hukumu ya Allah ndio ya kitaghut. Kwa anayefanya sawa baina hukumu ya Allah na hukumu ya kitaghut, huyu ni kwamba ni kafir.
سواء عوائد البادية أو أنظمة الكفار أو قوانين الفرنس أو الإنجليز أو عادات القبائل، كل هذا طاغوت وهذا تحكيم الكهان. عوائد البادية ni yale marejeo ya watu wa mashambani, yale manufaa yao, au nidhamu za makafiri. Mtu akafanya kwamba nidhamu za makafiri ni sawa na sheria ya Allah, au kanuni za Wafaransa, au kanuni za Waingereza, au ada za makabila. Kullu hadha taghut, yote haya ni taghut. Wakadha tahkimul kuhan, kumhukumu, kumfanya hukumu kuhani, ukamfanya ndio muamuzi. Falladhi yaqulu innahuma sawa'un kafir, anayesema hiyo ni hao ni sawa, ni kafiri, kwamba sheria ya Allah ni sawa na sheria na kanuni ya Kifaransa au ni sawa na kanuni ya Kiingereza, ni kafiri anayesema hivyo. Wa ashaddu minhu, mkubwa zaidi kuliko huyo, man yaqulu innal hukma bighairi ma anzala Allahu ahsanu min alhukmi bima anzala Allah. Hadha ashad, anayesema kuhukumu kwa isiyo kuwa alivyoteremsha Allah, hukumu hiyo ni nzuri zaidi kuliko kuhukumu bima anzala Allah, hukumu aliyoteremsha Allah. Huyo ni kafiri mkubwa zaidi huyo. Tumefahamu? Idhan falladhi yaqulu annasu ma yasluhu lahum alyawma illa hadhihi alanzima, anasema watu haitawafaa hivi leo isipokuwa hizi nidhamu za kidunia. Hizi nidhamu za kidunia ndizo zinazowafaa watu hivi sasa. Mwizi kwamba anafungwa mwezi mmoja alafu anatoka anaendelea kuiba, nidhamu hii ni nzuri kuliko kukatwa mkono. Anasema kwamba nidhamu hizi ndizo zinazowafaa watu hivi leo. Ma yasluhu lahum ash-shar'u, sheria ya Allah haiwafai. Ash-shar'u ma yutabiqu li hadha az-zaman, hii sheria ya Allah haiwafikiani na wakati huu. Wala yusawiru al-hadara, wala haiendani sheria ya Allah na huu utamaduni wa kisasa. Ma yasluhu illa tahkima al-qawanin, haiwafai watu isipokuwa kuweka hukumu hizi kanuni. Wa musairata al-alam, na hizi kanuni ambazo zinaendana na ulimwengu. Yani takunu mahakimuna mithla mahakimil alam, mahakama zetu ziwe ni kama mahakama za kilimwengu. Hadha ahsanu min hukmillah, hii ni vizuri zaidi kuliko hukumu ya Allah. Anayesema hivi, hadha ashaddu kufran min alladhi yaqulu inna hukma Allahi wa hukma ghairihi mutasawiyan. Huyu ni kafiri mkubwa kuliko anayesema hukumu ya Allah na hukumu ya si kwa Allah ni sawa kwa sawa. Tumefahamu? Anasema hivyo kwamba wakati huu wa sasa sheria ya Allah haifai. Tufuate sheria ya hapa bwana, ya kidunia. Sheria tusiangalie sheria ya Allah. Kama wale waliotaka kugrab ile ardhi ya Mulla, mmoja alisikika akasema hivyo, mmoja rais wao, yule rais wao alikuwa akiishi hapa, alisikika, alirekodiwa akisema hivyo. Tusiangalie sheria ya Allah, tuangalie kanuni ya Kenya. Sisi tuna makaratasi bwana, tuangalie kanuni ya Kenya, tusiangalie sheria ya Allah. Allahu musta'an. Kwa dunia tu, mtu dunia tu aacha dini yake kwa dunia tu. Siji kama alitubia akarudi katika haki au alijika, maana ni jahil, ni mtu jahil. Kwa hiyo mtu mwenye itikadi hiyo ni kafiri mkubwa sana kuliko anayesema kwamba hukumu ya Allah na hukumu ya si kwa Allah ziko sawa. Anayesema kwamba huu wakati huu haufai hukumu ya Allah,
ni hukumu za kidunia ndio unaofaa. Watu sasa hivi wameendelea, hukumu za Allah haziwafai. Anayesema hivyo ni kwamba ni kafiri mkubwa. Amma idha hakama bighairi ma anzala Allah lihawan fi nafsihi au jahlin bima anzala Allah wa huwa ya'taqidu anna hukma Allah huwa alhaq wa huwa alwajib fahadha fa'ala kabiratan min kaba'iri adh-dhunub wa dhalika kufrun duna kufrin. Ama akihukumu mtu kwa isiyokuwa alivyoteremsha Allah kwa sababu ya hawaka katika nafsi yake, alihukumu kwa isiyokuwa kitabu cha Allah kwa hawa za nafsi yake, au jahlin bima anzala Allah, au kwa kutojua alivyoteremsha Allah, wa huwa ya'taqidu, na huku yeye anaitakidi kwamba hukumu ya Allah ndiyo haki na hukumu ya Allah ndiyo wajibu, huyu fa'ala kabiratan min kaba'iri dhunub, huyu amefanya moja katika madhambi makubwa. Wadhalika kufrun duna kufrin, na huo ni ukafiri duna kufrin, si ukafiri unaomtoa katika milla, maadamu anaitakidi kwamba sheria ya Allah ndiyo ya haki, sheria ya Allah ndiyo wajib, lakini kwa kupenda utawala na kupenda dunia anahukumu bighairi ma anzala Allah, huyo hajatoka katika Uislamu. Huyu hajatoka katika Uislamu, bali ana madhambi makubwa ya kufuata hawa za nafsi yake. Na hii ndiyo tafsiri ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma alivyofasiri aya za Allah, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Sasa hawa ni wale wanaoitakidi kwamba hukumu ya Allah haifai, hawa ndio faulaika humul kafirun. Lakini wakiitakidi kwa hawa za nafsi tu, akahukumu bighairi ma anzala Allah kwa sababu ya kupenda utawala na kupenda dunia na kupenda mali, lakini anajua na kuitakidi kwamba hukumu ya Allah ndiyo ya haki, hukumu ya Allah ni ya lazima, huyu itakuwa fa'ala kabiratan min alkabair, amefanya moja katika madhambi makubwa, anatakiwa atubie. Lakini hatoki katika Uislamu kwa sababu anaitakidi na kuamini kwamba sheria ya Allah ndiyo sheria ya kweli, ndiyo sheria ya haki, na ndiyo sheria ya wajib. Al-khamis min nawaqid al-islam, ya tano katika vitenguzi vya Uislamu, man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mwenye kuchukia jambo katika mambo aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Fabughdhu ma jaa bihi ar-rasul ridda, kuchukia mambo aliyokuja nayo mtume ni ridda, ni kutoka katika Uislamu. Walau amila bihi, hata kama mtu akilifanya, lakini ile nafsi ya kuchukia ni ridda. Yale mambo aliyokuja nayo mtume, aliyoleta mtume, mtu akiyachukia hata kama anayafanya, ametoka katika Uislamu. Mtu kwa mfano achukia sunna ya kufuga ndevu, mtu achukia hata kama anazo ndevu, lakini achukia, tayari hiyo ni ridda, ametoka katika Uislamu. Ndio man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fabughdhu ma jaa bihi ar-rasul ridda walau amila bihi, hata kama analifanya, ile nafsi ya kulichukia ni ridda. Qala ta'ala dhalika biannahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum, hilo ni kwa sababu wao wamechukia aliyoyateremsha Allah akaporomosha amali zao. Al-karaha hiya al-bughdhu, ni kuchukia. Idhan hadha ridda walau amila bihi, hii ni ridda, ni kutoka katika Uislamu hata kama akijilifanya jambo hilo. Nafsi ya kulichukia ni kutoka katika Uislamu. Fa innahu yakfuru, nafsi ya kuchukia anakufuru. Bughdhuhu fil qalbi kufrun, kuchukia kwake moyoni ni ukafiri. Walau kana ya'malu bihi fi dhahir, hata kama alikuwa akifanya katika dhahir. Wanafiki si walikuwa wakiswali? Wanafiki walikuwa wakiswali, wakifunga,
lakini moyoni mwao wanachukia kwamba ni makafiri moyoni mwao. Kwa hiyo kuchukia lolote katika jambo alilokuja nalo mtume, sunna yoyote, ni ukafiri. Dhalika biannahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahu. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mapenzi na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, tusichukie lolote katika aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam.